Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha utupe riziki yetu ya kila siku. Leo tarehe 29 mwezi wa 3. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba wa Editor Ministry. Tunaendelea na tafakari ya neno la Mungu la kiuchumi kila siku. Hapa tukiangazia maeneo 8 ambayo fedha hujificha. Kukumbushe tena, haya si maeneo 8 tu ambako fedha hujificha, lakini tumechagua haya kwa ajili ya darasa hili la kila siku asubuhi. Yanaweza yakawa mengi zaidi ya haya. Na tuko tunaangazia lile eneo la 5 ambalo tumekuwa tukiangalizia ya kwamba fedha imejificha kwenye vipawa au kwenye karama, kwenye vipawa au kwenye karama ambayo Mungu ameweka ndani yako. Na jana nilikwambia karama au kipawa inatengeneza mambo mawili. Jambo la kwanza inakutengenezea mipaka, nafasi ya kiutawala, na jambo la pili inakuinua, kukupeleka pamoja na wakuu au kwa watu ambao watakusaidia kutawala sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na nataka nikwambie mambo mawili matatu. Jana nilianza kukuambia pia Mithali 17:8 ya kwamba ili kipawa chako kiwe na thamani lazima kigeuke. Na mimi hapa nataka kusisitiza ya kwamba ili kipawa kiweze kuwa na thamani, kumbuka Biblia inasema inakupeleka pamoja na wakuu. Karibu na wakuu maana yake ni watawala wenzako. Wewe ni mtawala, inakuinua ili ufike pamoja na wakuu watawala wenzako ili uweze kufanikiwa. Karama yoyote ambayo inakuja kwenye nafasi ya kiutawala lazima ifungue baraka za aina 3. Lazima ifungue baraka za aina 3. Nilikusomea nafikiri juzi ile Mwanzo sura 45. Mwanzo sura 45 mstari wa 7 hadi wa 9, habari za Yusufu. Angalia haya. Inatuambia mambo matatu yalitokea kwako. Anasema Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku ila Mungu. Alafu angalia, anasema naye ameniweka kama baba kwa Farao. Kwa hiyo baraka za kipawa ambazo zinatokana na kipawa kama kwa Yusufu lazima zikupe nafasi ya ubaba. Na hii nafasi ya kiroho ya eneo lilopo. Kama bwana katika nyumba yake yote, bwana ni nafasi ya utawala wa mali. Kwa hiyo zinakuja na nafasi ya mafanikio ya kiuchumi au utawala wa mali. Na mtawala katika nchi yote ya Misri ni nafasi ya kisiasa. Kwa hiyo karama yoyote ambayo inakufungulia nafasi ya mipaka ya kiutawala na kuweka karibu na wakuu lazima iachie hivi vitu vitatu. Nafasi yako ya ubaba kiroho, nafasi yako ya ubaba kiuchumi, kifedha, nafasi yako ya ubaba kwenye utawala wa kisiasa. Lazima uzione hizo kwenye maisha yako yote matatu kama Biblia ambavyo inatufundisha, na unaziona kuanzia kwa baba zetu wa imani ndivyo ilivyokuwa. Lakini leo nataka nikwambie jambo jingine la msingi sana ambalo jana tulilianza, ya kwamba ili hizo baraka zitokee sitoshi tu kuwa na kipawa, haitoshi tu kuwa na karama. Hiyo karama lazima igeuke. Mithali 17:8 maana yake lazima ifanyiwe kazi. Na niko hapa kukwambia kwamba ili kipawa chako kikupe mafanikio ni mchakato, kinahitaji mchakato. Kabla sijakupa mchakato, nikuonyeshe hili jambo jinsi ambavyo tunaliona kwenye Biblia. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu alikusudia mtu akatawale. Mstari wa 26. Angalia jambo la tofauti mstari wa 28. Mungu akawabariki. Mungu akasema, angalia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Unaona tena neno mkatawale, samaki wa baharini na ndege wa angani na kila chenye kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Nataka uone mstari wa 28 unaposema mkatawale, unasema ili neno kama mchakato. Mstari wa 26 umesema tumkatawale samaki na Biblia imemaliza pale. Mstari wa 28 umetuonyesha kukutawala ni mchakato. Mkatawale ni neno la mwisho pale limetajwa, lakini angalia nyuma yake kuna mchakato wa maneno 4. Mzae, muongezeke, muijaze nchi, muitiishe. Mambo 4 yametangulia mkatawale ambao ni baraka ya 5. Kwa hiyo Mungu anapokupa baraka ya kutawala, ya kuwa mkuu kati ya watu wako, ujue ni mchakato. Hapa tunaonyesha mchakato wa watu 5 kufikia kutawala. Kwenye hii Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Lazima uzae, lazima uongezeke, lazima uijaze nchi, lazima uitiishe ili utawale. Unaona, nataka upate picha hapa ya kwamba ni mtawala, ni mchakato. Katika usomaji wangu wa Biblia na kujifunza, nimegundua ya kwamba kutawala
ni mchakato wa mambo kama 8. Kutawala ni mchakato wa mambo kama 8. Ni hatua ambayo imefungwa kwenye mambo kama 8 hivi. Kwa hiyo kutawala ni kitu cha 8, kitu cha 8. Na mimi nataka nikupe ngaa kwa ufupi hizi hatua ambazo zimefunga mchakato wa kutawala. Angalia, jambo la kwanza, ili uweze kufungua hii karama au kipawa na kiweze kukuzalia kutawala, kipawa kinazaa kitu cha kwanza kinaitwa huduma. Lazima kizae huduma. Kwa hiyo unataka kuwa mtawala kupitia kipawa, hakikisha na uwe na uhakika kwamba jambo la kwanza ambalo Mungu ataanza kusemesha ni kuhudumia. Na huduma unajua maana yake. Tunaangalia kwanza watu ambao tunatakiwa kuwapatia huduma kuliko fedha, kuliko faida. Ni sawa na kusema ni kutoa bure, ni kama ni utoaji. Kwa hiyo kipawa kikija kitaanza kusemesha kufanya huduma. Ukifanya huduma kwa uaminifu kama Mungu anavyokuongoza, kitazaliwa kitu cha pili ambacho ni kuaminika. Utaaminika. Huduma inazaa kuaminika. Ukiaminika kitazaliwa kitu cha tatu ambacho ni ushawishi. Kwa hiyo kuaminika kutazaa ushawishi. Kipawa kinazaa huduma kabla hakijazaa utawala. Kizaa huduma, huduma inazaa kuaminika. Ukiaminika, kuaminika kunazaa ushawishi. Ushawishi unazaa mazingira. Kuna kutengenezea mazingira ya kufanikiwa. Mazingira ya kufanikiwa yanazaa badiliko. Badiliko linakuja kutokana na mazingira. Lazima utengeneze mazingira ili kuwe na badiliko. Badiliko linazaa mbegu. Linazaa mbegu. Na mbegu inakuzalia tunda. Mbegu inakuzalia tunda, na tunda ndilo linazaa utawala. Tunda ndilo linazaa utawala. Kwa hiyo utawala ni jambo la mwisho katika mchakato ambao kipawa kinauzalisha. Kuna michakato 7 kabla ya ule wa 8 ambao unakupa kutawala, dominion kwenye eneo lako. Tolea mfano, labda napenda kutolea mfano wa mtu ambaye ni mpiga kinanda. Labda kwa mfano anapiga chombo cha kinanda kanisani, na ni kipawa Mungu amekupa. Ili kipawa kikuletea utawala wa hilo eneo, angalia, Mungu atakachoanza kukusemesha kwanza ni huduma. Upige hicho kinanda kama huduma. Unapigaje kama huduma? Kama ibada saa 12, basi uwe wa kwanza kufika. Saa 12 kasoro umefika, saa 11 umefika. Mtu anajitoa. Hasubiri kupewa nauli, hasubiri kulipwa ndio aje afanye hiyo huduma. Kwake anafurahia kufanya hicho anachokifanya. Na hii ndio siri mojawapo ya huduma, kwamba hauangalii malipo kwanza, unaangalia msukumo wa ndani. Ni furaha wewe kufanya kabla haijawa malipo. Kadri unavyofanya hivyo, inakujengea kuaminika. Huduma inazaa kuaminika. Sasa mchungaji wako au kiongozi wako anakuamini ya kwamba akitangaza ibada utakuwepo. Hahitaji tena kukusukuma. Anajua wewe ni self driven. Ukiaminika, uaminifu ambao unazaliwa unazaa kitu cha tatu kinachoitwa ni ushawishi. Sasa watu wataanza kufikiria kwamba okay, huyu bwana nafikiri tumlipe posho kidogo. Sasa huyu tunaweza tukamwamini na kumwachia huduma kubwa zaidi. Ushawishi unazaliwa. Ushawishi ukizaliwa, unatengeneza mazingira. Kishakuwa na ushawishi, watu wameshawishi, yanakuja mazingira. Mazingira yanazaa badiliko. Sasa linatokea badiliko. Sio tu unalipwa posho, sio tu unaaminiwa kuachiwa ibada. Sasa wanafikiri ya kwamba wewe unaweza kuleta badiliko kwenye hilo eneo lao au kanisani kwao, na hiyo inakuwa ni mbegu. Mbegu inazaliwa. Mbegu ikizaliwa, sasa inakupa tunda ambalo inawezekana ni kuajiriwa, tunda ambalo inawezekana ni kufundisha wengine, tunda ambalo inawezekana sasa ni kuenda kwenye kanisa jingine tawi ambalo limefunguliwa, na baada ya hapo unakuwa ni mtawala. Kwa hiyo unakuwa ni mtawala kwenye hilo eneo kwa sababu kwanza ulitii kufanya huduma. Kufanikiwa, Mithali 17 ule mstari ambao Biblia inatuambia wa 8 ni mafanikio. Kipawa lazima kigeuke, na mchakato huu wa mambo 8 ukusaidie. Ishi mchakato, ufanyie kazi, na nakwambia baada ya muda utaona ya kwamba kile kipawa ambacho Mungu amekupa kinakuzalia matunda. Pokea hiyo baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaka huu uwe ni mwaka wa kuongezeka kwako. Unaposikia huduma inaita ndani, ujue ni hatua ya kwanza ya mchakato wa kufanikiwa na kutawala kwenye eneo Mungu amekupa. Na masikio yako ya ndani yafunguke, macho yako ya ndani yaone, ili usipitwe na hiyo fursa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tukutane kesho kwenye kipindi kingine kama hiki, saa na muda kama huu. Amen.